Habari za muda huu ndugu wapenzi wasikilizaji wa channel yetu pendwa ya Ndindi Channel. Kama ndo mara yako ya kwanza unajiunga na channel hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Wengi wa mashabiki barani Afrika pamoja na duniani kwa ujumla wameshangazwa na maamuzi ya chama cha soka cha mpira barani Afrika CAF kuipokonya ubingwa wa Senegali ambao waliupata pale nchini Morocco, ambapo Senegali alimfunga Morocco kwa goli 1-0 kwenye fainali iliyopigwa pale nchini Morocco. Mechi ambayo ilimalizika kwa fujo ambazo zilisimamisha mpira takribani dakika 10. Maamuzi yaliyofanywa na kocha wa Senegal ni kutoa timu yake uwanjani na kuipeleka vyumbani. Hii ni baada ya mwamuzi kushindwa kuhimili kishindo cha mchezo wa fainali, na maamuzi yake mengi ikionekana kuipendelea timu ya taifa ya Morocco. Nini kimetokea mara baada ya Senegali kuibuka mabingwa? Ni maamuzi ya mezani ya CAF ambayo yamekuja kushangaza ulimwengu na dunia kwa ujumla. CAF wameamuru ya kwamba Senegal wanapaswa kurudisha ubingwa na kuwakabidhi Morocco, hali iliyozua taharuki nchini Senegal mpaka kujitokeza rais wa nchi ya soka ya Senegal na kuwasema ya kwamba hawatokubaliana na maamuzi ya CAF mpaka pale watakapopata uthibitisho kutoka baraza la usuluhishi la CAS. Senegal wamekata rufaa kwenye baraza la usuluhishi wa michezo CAS, na hivyo wanasikilizia rufaa yao. Pindi majibu yatakapotoka katika baraza la usuluhishi la CAS ndipo watakapoamua nini cha kufanya. Dunia pamoja na Afrika kwa ujumla inamjua bingwa wa kweli ni Senegal, ila CAF pamoja na baraza lake inamjua kwamba bingwa wa Afrika hivi sasa ni Morocco. Nini kilitokea? Wengi wanajiuliza na kujiuliza tena, nini kimesukuma mpaka CAF kwenda kukaa mezani na kuamua kuwapa ubingwa Morocco? Huenda hili watu wengi wakawa walijui. Hii sio vita kati ya Senegal na Morocco. Hii ni vita kati ya South Africa na Senegal. Nini kilitokea katika fainali za kombe la dunia pale 2018 kuwania kufuzu, tiketi za kuwania kufuzu kwenda kucheza kombe la dunia la mwaka 2018? Mechi ilipigwa kati ya Senegal na South Africa, na mechi ambayo ilimalizika kwa utata mkubwa, South Africa akimfunga Senegal kwa mabao 2-0. Nini kilitokea? Marefa walionekana kupendelea wazi na kuinyonga Senegal katika kila maamuzi ambayo yalifanyika uwanjani siku hiyo, hali iliyopelekea Senegal kutokukubali na kwenda kukata rufaa. Rufaa ilivyotoka, mechi iliamriwa kurudiwa, ambapo South Africa tayari walishatangazwa kufuzu kuelekea katika fainali za kombe la dunia mwaka 2018, ambapo bingwa wake alikuwa ni Ufaransa. Nini kilitokea? Senegal walikata rufaa na kupewa nafasi nyingine ya kurudi kucheza na Afrika ya Kusini, na mechi ilimalizika kwa South Africa kufungwa kwa goli 2-0. Mechi ambayo iliacha maumivu makubwa kwa taifa la South Africa. Baadhi ya mashabiki walikuwa wameshaandaa bajeti ya kuelekea kwenda kusherehekea kombe la dunia. Vilio, majonzi, huzuni ulitawala kwa mashabiki wa soka wa South Africa na kuweka visasi vikubwa baina ya mataifa hayo mawili ya Senegal na South Africa. Kwa nini nimesema hayo yote? Hivi sasa rais wa soka la shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF anatoka pale bondeni Afrika ya Kusini, na si mwingine ni Motsepe. Motsepe ndio mwenye maamuzi ya mwisho ya CAF, na pale CAF yeye ndiyo rais wa shirikisho hilo, akifuatiwa na makamu wake anayetokea pale nchini Morocco. Nini kilifanyika? Hii inaitwa ni ulipizaji wa kisasi ambao ulifanywa na Senegal katika hatua za kufuzu World Cup pale 2018. Kwa hiyo
Sababu ya Morocco inatumika kama sababu tu, ila kisasi ni kati ya mataifa mawili ya South Africa pamoja na Senegali. Wengi hawajui na wengi walisahau, na hata kama walisahau huenda ukumbuke. Basi mimi nakukumbusha, naitwa Zela Kusanua. Nenda kafuatilie kilichotokea kwenye fainali za kufuzu World Cup 2018. Nadhani utarejea na majibu ambayo nakupa mimi siku hii ya leo.